Okay, mambo vipi? Ninaamini kabisa kwamba tuko vizuri. Karibu tena, tuzungumzie mambo kadha wa kadha yanayoendelea katika michezo. Mimi naitwa Almanchus Boniface Kenyasi. As we know kwamba lazima mimi na wewe tukutane hapa tuzungumze mambo mbalimbali yanayohusu masuala mbalimbali ya football. Mimi naitwa Almanchus Boniface Kenyasi na ninaamini kabisa kwamba wewe pia uko vizuri. Imekuwa ni bahati ya mimi na wewe kukutana. Sasa ukikumbuka kwamba bado kuna mambo ambayo yanaendelea yanayohusu Simba na Yanga. Sasa wacha nikwambie kwamba hayo yamewekwa pembeni. Kuna baadhi ya mambo mbalimbali ambayo sasa hivi yanaendelea kutokea kwenye football letu la Tanzania, la Afrika, huku likiwa linamhusisha miongoni mwa watu ambao ni muhimu sana kwenye soka letu, hususan Engineer Hersi ambaye yeye ndiye kiongozi ama mwenyekiti ama rais wa kwanza wa ile association ya vyama vya soka ambayo inaitwa African Club Football ambayo inaitwa ACA. Umeelewa? Ambapo jana usiku bwana, tulishuhudia mkataba mmoja mkubwa sana ukiingiliwa. Ilikuwa ni sign, tuseme hivyo. Maana yake timu mbalimbali kuna baadhi ya mambo mbalimbali ambapo walikubaliana wote kwa pamoja kwamba yatakuwa yanafanyika. Sasa wacha nikupe taarifa kamili. Ni kwamba jana chama cha soka cha vilabu Afrika ACA ama ACA chini ya mwenyekiti wake Engineer Hersi walikuwa na kazi kubwa sana ya kusaini mkataba wa mashirikiano na shirikisho la mpira barani ya Afrika kwa maana CAF. Hafla hiyo imefanyika Misri na kuhudhuriwa na viongozi wa juu wa taasisi hizo mbili, akiwemo rais wa kikosi cha Young Africans ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika na si mwingine bali ni Engineer Hersi, pamoja na rais wa CAF, na huyu si mwingine bali ni Patrice Motsepe, ambao wote kwa pamoja walikaa chini na kusaini mikataba ambayo exactly hawajatuambia itakuwa inahusu nini, lakini ni mashirikiano ya kuboresha mpira wetu. Lakini hii ni kwa sababu ya revolution ambayo imefanyika kwenye soka la Afrika, kwa maana ya wameamua kwamba tuwe na chombo kimoja ambacho itakuwa ni sauti ya vilabu, kwa sababu kunyuma tulikuwa tuna kila moja alikuwa na namna yake ya kuzungumza. Mashindano yote yalikuwa chini ya CAF. Tofauti na dunia inavyoenda, ukifika pale Ulaya kuna European Club Association ambayo inahusu vilabu vyote barani Ulaya. Vina mwenyekiti wake, wana sera zao, wana miongozo yao, wana kanuni zao, kuna namna ambavyo wanayatazama mambo. Lakini hawa wamiliki mashindano bali kinakuwa ni chombo chenye sauti juu ya baadhi ya mambo yanayowahusu wao, na kuna baadhi ya mambo ambayo wao wanaweza kukubaliana and then wakapendekeza kwa CAF, na CAF akibariki manake hayo mambo yanaenda kutumika moja kwa moja. Mathalan, wakati huku nyuma CAF inaanzisha haya mashindano, mtu aliyekuwa anashiriki michuano hii hatua ya awali, hatua ya kwanza, hata hatua ya pili sometimes, zama hizo alikuwa hapati chochote. Ulikuwa unaanza kuvuna utakapoingia kwenye hatua makundi. Ukifika hatua makundi ndio ulikuwa na uwezo wa kuanza kuvuna dolari. Lakini this time around ni kwamba kila timu ambayo imeshiriki michuano hii almost imepata kama $50,000, ambayo ukileta kibongo utagundua kwamba ni good money ambayo inaweza kuzisaidia timu za kariba ya chini kama akina Coastal Union, akina Namungo, akina Biashara. Unakumbuka Biashara aliwahi kushindwa kupata mpaka nauli ya kwenda kucheza. So manake ingekuwa kuna ruzuku ambayo inatolewa kuviendevo vilabu kwa namna moja ama nyingine, tusingekuwa tunaona haya mambo yakitokea, na bado vilabu vingekuwa na energy ya kuweza kufanya mambo yao. Lakini kwa sababu hiyo hawakukuwa na energy na hakukuwa na means of communication kati ya CAF pamoja na hivi vilabu. CAF yeye kuna baadhi ya watu ambao wanawasikiliza ambao always atawalinda wasije wakapotea. Mathalan, CAF yeye atapambana kila siku amlinde mtu kama Al Ahly, Esperance de Tunis, Zamalek, Mamelodi Sundowns, kwa sababu there is a business there. But inapokuja swala la association, unazungumzia sauti ya vilabu vyote barani Afrika ambavyo vinaunga mkono. So jana walikuwa wanaingia ilikuwa ni mkataba wa mashirikiano na shirikisho la mpira miguu barani Afrika. Kama unavyojua hizi ni taasisi, lazima kuwe na tunasema ni memorandum of understanding, makubaliano, mikataba ambayo hata
hata rais mwingine atakayefuata lisia likaonekana ile lilikuwa ni pendekezo la Patrice Motsepe peke yake, lionekana ile lilikuwa ni pendekezo la kila mmoja kwamba tulipendekeze kitu fulani kiwepo na tukakifanya kwa utaratibu, mikataba hii hapa na vitu kama hivyo. Lakini pia kuwekeana mipaka, manake mkataba huu unaenda kuweka mipaka kwa CAF afanye nini na asifanye nini, lakini pia kwa Africa Club Association na wao wafanye nini na wasifanye nini, mipaka yao ni ipi na wapi wafike na wapi wasiweze kufika. So yote hayo kwa pamoja yanaunganishwa kwenye eneo moja and then wanasaini mkataba. Lakini mkataba huu ni kuonyesha maeneo ambayo taasisi hizi mbili zitashirikiana kwenye utendaji. Hilo ni jambo lingine. Wakati tunaweka mipaka, lakini lazima tujue tunashirikiana kwenye nini. Je, tunashirikiana kwenye kuendesha mashindano? Je, tunashirikiana kwenye kutafuta wateja? Je, tunashirikiana kutafuta endorsement? Kwa sababu inawezekana endorsement, swala la kutafuta endorsement si lao. Swala la kufanya hayo yote, kupanga mechi si lao. So lazima wawe na mashirikiano. Na unavyozungumzia CAF ni chama chenye idara mbalimbali, idara ya fedha, idara ya mashindano, idara ya masoko. So lazima mkataba huo unaeleza kwamba mimi ninafanya nini na wewe unafanya nini kwa maandishi, si tu kwa sababu umekaa umejiamlia, hapana. Sasa lakini pia kamati tendaji ya shirikisho la mpira barani Afrika limepitisha sheria ya kila timu kutoa mchango wa pesa kwenye umoja wa klabu za Afrika alimaarufu kama African Club Association. So hii association imeanza, itakuwa inaendeshwa kwa pesa ya nani? Nadhani hilo ni swali ambalo kila mmoja alikuwa anajiuliza. Kuna mishahara ambayo kina engineers watakuwa analipwa, ana ofisi, kutakuwa na watendaji ambao ni day to day activity, kama ambavyo tulivyo na bodi ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na TFF. So bodi ya ligi kuu Tanzania bara kulipa mishahara, kufanya nini? Hizo pesa nazitoa wapi? So hizo pesa zitapatikana kutokana na mapato yatakayokuwa yanapatikana, gawio litakuwa linatolewa kwenda kwenye kuendesha hizo harakati. Lakini pia vilabu vitatoa mchango kwa ajili ya kutengeneza umoja huo uwe independent kiuchumi. Mkishakuwa na uchumi mzuri, maana yake mnaweza mkajiendesha nyinyi wenyewe. Lakini pia ni kupunguza mzigo kutoka huko kwa CAF. Lengo la mpango huo wa pamoja ni kuimarisha ushirikiano uliopo kati ya CAF na African Club Association inaongozwa na rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi Sanjari na kutengeneza pato la pamoja. So hiki ni miongoni mwa kitu ambacho kimefanyika wakati sisi huku tukivutana Simba na Yanga. Engineers anaendelea kujiweka kwenye muktadha mzuri sana, na kuna watu ambao wanamtabilia kwamba anaweza kuwa mwenyekiti anaweza kuwa rais wa CAF. Labda muda unaweza kuzungumza, lakini haya ndio ambayo jana wameenda kushirikiana, na ni miongoni mwa mambo ambayo yanatoa mwanga kwamba umoja huu sasa unaenda kuanza vizuri. Na unajua muasisi akishaweka misingi thabiti ambayo imesimama, anayefuata anakuja tu kumalizia yale ambayo kimsingi yalikuwa yamesalia. So haya ndio yalikuwa yanaendelea, na kinachofuata sasa ni utekelezaji mara baada ya mikataba kusainiwa. End of the day tuone mpira wetu ukipiga hatua. Nikaona nikufahamishe hilo kwa lugha nyepesi. Unavyosikia watu wametia mikataba na wamesaini, tunakuwa tunazungumza kitu cha namna gani? So mbaya ukaniandikia hapo chini kwenye comment wewe umeelewa nini, na pasina shaka nitaweza kusoma kile ambacho umeniandikia. Asante, bye bye.